Tarehe 9 Disemba ambayo ni kesho, ambayo maneno mengi sana yamesemwa kuhusiana na kutakuwa na lockdown na mambo mengi watu wanaendelea kuzusha. Kwa niaba ya Kamati ya Ulinzi na Usalama Mkoa, kwa niaba ya mwenyekiti wa Kamati ya Ulinzi na Usalama Mkoa, naomba nitoe tamko rasmi kwa wananchi kwamba sisi Kamati ya Ulinzi na Usalama Mkoa tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi na usalama, kwamba wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida. Isipokuwa jeshi la polisi limetoa tamko kwamba maandamano yoyote ni haramu. Kwa hiyo hairuhusiwi mtu yoyote kwa siku ya kesho kuandamana. Sasa ni wasihi, kama kuna mtu anakudanganya tutoke twende tukaandamane, ujue anakutafutia tatizo. Kwa sababu sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba amani ya nchi hii inaendelea kuimarika na wananchi wanaendelea na shughuli zao. Na si wananchi wale ambao wana shughuli zao watoke, bodaboda waendelee na shughuli zao. Sisi tupo kuhakikisha kwamba tunawalinda. Kama kuna mtu yote anakushawishi, tafadhali toa taarifa haraka sana kwa jeshi la polisi, na askari watakuwepo mtaani wakifanya doria kuhakikisha kwamba mna amani. Wala msiogope askari, wewe kama huna shida yoyote. Muwe na amani na sisi tupo kuwalinda, na amani yetu ndio tunu yetu, tunao wajibu wa kulinda. Asante. Mfano tunasema kwa mwaka jana makosa yaliyoripotiwa mkoa mzima yalikuwa 241 na kwa mwaka huu 2025 ni makosa 198. Kwa hiyo hapa tunaona kuna upungufu mkubwa wa zaidi ya makosa 43 ambayo yameripotiwa, ambapo ni jitihada mbalimbali zinazofanyika katika kuhimiza jamii namna ya kufichua vitendo hivi na pia kuzuia. Maana kampeni nyingi zetu tunazozifanya zilikuwa ni za kuzuia, ikiwemo kampeni ya tuambie kabla hajaribiwa, ilikuwa inalenga kuwakumbusha wanajamii namna ya kuzuia vitendo hivi vya ukatili. Kwenye jamii yetu unyanyasaji upo. Unyanyasaji kwa maana wanaweza kunyanyaswa watoto au wanawake, lakini tunaona jeshi la polisi liko mstari wa mbele kabisa katika kupinga unyanyasaji. Na mwaka huu tunaona kauli mbiu ni kutokomeza unyanyasaji wa kidijitali, kwamba masuala ya mitandao ni privacy za mtu. Kwa hiyo mtu anavyo hack au anapotoa zile taarifa kinyume na utaratibu, maana yake hiyo ni unyanyasaji. Siku hii ya leo ametuletea vifaa vya kufanyia usafi kama motisha, na kama moja ya kipaumbele alichokiweka katika siku hii ya kuadhimisha siku hii ya maadhimisho ya unyanyasaji wa kijinsia. Tumepokea mashuka jumla ya pisi 20 na wasi wadau wa sekta mbalimbali binafsi na za serikali, pia wanajamii wazidi kujitolea katika kutoa vifaa vya kufanyia usafi na wazidi kusambaza elimu katika jamii.